muriena bandu banambacha na bakholo muriena sese kwa chilanano kubelambo tunakuja hapa kwa uchumbe moja, kura moja katika chama moja kama watu wa moja. Hii ni uchumbe tunasambaza kila mahali tunaenda. Mimi kwa majina naitwa Muhonge, mimi ni katibu mkuu wa Fukufuku na kuleta sehemu hii yote ya Mlembe pamoja. Na maanisha Mlembe kwa sababu sisi watu huku ni watu wa amani. Iwe ndugu yangu wewe umekuja hapa, nimesema makao kwako itakuwa hapa katikati ya sisi watu wa Mlembe. Unatoka Kisii ama unatoka kule Meru ama unatoka kule Bwani mwa Kenya, wewe ni Mtiko ama Mkiriama, umeamua kukaa pamoja na sisi, wewe ni mtu wa Mlembe, ninaongea na wewe. Uchumbe tunao wakati huu kama sisi watu wa Mlembe, tunataka tupige kura yetu moja kama watu wa moja katika chama moja. Ekura ndala nga bandu balala musiama silala bandu banambacha bandu banabaholo iwa none nderera nana. Uchumbe niko nao ni huu, sina mambo ingine. Nataka nifahamishe viongozi wetu, ninamuomba nyinyi vile mmekuwa viongozi wetu, sio hitaji lenu kukuwa viongozi, sio mipango zenu kukuwa viongozi wetu katika zizi hili ama katika eneo hili letu la Magharibi mwa Kenya. Ilikuwa ni mpango Mwenyezi Mungu, ndiye alikuweka wewe katika nyavasio, akakupea baraka na akasema utakuwa kiongozi wetu katika mambo ya misingi ya kisiasa ya Jamhuri ya Taifa la Kenya. Na wewe ni kijana wetu, na wewe ndio mbegu yetu tumeweka katika mambo haya. Uangalie sehemu hii ili sehemu hii kwa katika rotuba nzuri, utimize ahadi ya Mwenyezi Mungu vile aliahidi papo wetu wa kwanza. Nataka nifahamishe viongozi wetu, kabla wewe kujiita wewe ni Mkenya kamili, una jukumu kama kiongozi wa Magharibi mwa Kenya wenye Mungu amepumua pumuzi ndani yako, uwe kiongozi. Jukumu lako ni kubadilia sehemu hii, umma na viumbe vyote venye vilio sehemu hii viwe na rotuba mzuri, viwe na usawa mzuri, visaidia uchumi wa taifa la Kenya endelee. Sehemu hii yetu ya Kenya inafanya Kenya haina makali katika mambo ya kuendeza mambo ya kitaifa, kwa sababu the capacity of socio-human capital, watu wenye wanatoka eneo hili inasemekana takriban sawa hesabu za watu siko tuko wa pili katika Jamhuri ya Taifa la Kenya. Na kwa sababu viongozi wetu si wawindaji hatari, umefanya sisi tumekuwa nyuma kabisa. Kwa nini sehemu zingine zenye capacity yao social capacity of socio-human capital yuko chini umetubida sisi? Ndugu zetu wa Somalia wametubida sisi, bako wametengeza makao katika sehemu zingine za ulimwengu huu. Ndugu zetu wa Kisii wametubida sisi, ndugu zetu wa kutoka bonde la Uva wametubida sisi, wametengeza mapoma sawa, wako na mapoma kule Australia. Ndugu zetu wa Kisii wako na mapoma kule sehemu za Amerika kule. Ndugu zetu wengine kama ndugu zetu Mount Kenya wako na all over in the world. Sisi pato tunangangana hapa kila mwaka inapokuja ya kupiga kura. Viongozi wetu wanaanza kuleta daruki katika mawazo ya kupiga kura. Wanaanza kusema mimi nataka kuwa rais, mimi nataka kuwa deputy president. How can you become deputy president without a socio-human capacity to enable you ndio uweze kushika hiyo kiti? Viongozi wetu wanatumiwa na viongozi wengine sana, wanaleta taruki katika sisi kupiga kura. Kitu ya maana viongozi wetu, sisi tunataka nyinyi mkae pamoja, mzungumuze kama viongozi wetu mkikuwa pamoja. Uwezi kuanza kutembea huku na huku unaleta taruki katika sisi wapiga kura kuwa wanataka kuwa deputy president ama watakuwa president katika miaka inayokuja. Fanya watu kwa socio-human capital capacity, build a social infrastructure that will support what you demand in life. Sisi tunataka utuambie uchumi wetu utaendeleaje. Sisi tunataka tuone watoto wetu wakisoma, tukiwapeleka katika miji za ufundi wa juu kule Amerika, tukapeleka miji za ufundi wa juu kule Germany, tukapeleka miji za ufundi wa juu kule Japan,
tukipeleka katika inji za ufundo juu kule China, wasome ufundi huu, wakuja katengeleze taifa hili letu la Kenya, kutengeleza makarima Kenya, kutengeleza Kenya. Lazima tuwe na social capacity kama watu wa magharibi, tuweze kusaidia taifa letu la Kenya on when come to kuisaidia kuendeza vitu ya serikali ama kuendesha hii serikali iko. Serikali hii saa hii imeanza kuwa na tabia, mienendo ya serikali hii imebadilika. Saa hizi imeanza kuchukua rasilimali za kitaifa ikipeleka katika kupeleka katika what called international funding institutions kama IMF, World Bank. Wanapeleka vitu kama fuel levy. Saa hizi imepelekwa kule, wamechukua pesa, wanakuja kuchangia barabara. Saa hii wanataka kuchukua housing kwa hii budget, wanapelekea World Bank bia ili wape pesa wafanye miradi ya serikali. Kwa sababu taifa kutoka western part of Kenya inafanya serikali inatafuta pesa kwa vitu kama hizo. Sasa ikipeleka vitu kama hizo which the national assets, kuchukua pesa kutoka international funding institutions. What about the future of Kenya? Na sisi pesa hizi zinatoka kula, hatuoni kama zinatuundia barabara huku. Pesa hizi zinatoka kula, hatuoni kama zinatuundia hospitali huku. Pesa hizi zinatoka kula, hatuoni kama zinatufaidi sisi eneo hili. Eneo hili limekuwa ni eneo lenye limekuwa linachekewa na Wakenya wengine. Watu kutoka eneo hili wanaangaliwa kama ni watu lalahoi, watu fugara, kwa sababu viongozi wetu sio hatari. Kazi yao ni kuleta furuku tuko mwazetu. Kwenda kwa mashishi, wanaleta furuku katika mashishi, kuchukua watu na kuwatoa katika mashishi, wamekuja kukaa na watu wameviwa na kwenda kwa bea pesa. Viongozi wetu, sisi tunataka nyinyi muongee kitu kimoja kama watu moja, ili tuweze kupiga hii kura moja kama watu moja katika chama moja. Kama wapenda kuwa hii serikali ni nzuri, ongea na viongozi wenzako, bia uwafahamishe hii serikali nzuri. Tunataka viongozi wetu vikoko wanaojulikana. Eneo hili linawapea heshima kubwa. Kikoko kama kiongozi wetu Natembea, kikoko kama kiongozi wetu Sifuna, kikoko kama kiongozi wetu Mheshimiwa Obaranya, kikoko kama kiongozi wetu Mheshimiwa Ichin, vikoko vingine kama mwongozi Wetangula, kiongozi Musalia Mudavadi Papweta Atodi na Malala na Poni Halwale. Mkuja pamoja, mtuonyeshe mwelekeo. Hii kura hii yetu moja tutapika wapi? Kama watu wamoja katika chama moja. Hii chama tuinikani, mtuonyeshe. Wacha kusunguka huku na huku kuleta daruki katika hizo wapiga kura. Ongeeni na viongozi wenzako, weke pamoja, mtuonyeshe hii kura tutapika wapi. Kenya sasa hivi ile inaelekea, lazima sisi eneo hili tubadilishe mwenendo yetu, kwa sababu Kenya inategemea eneo hili, social contribution yake ndiye endeze mambo ya serikali yake. Asante na Mungu ambariki. Vile nimfahamisha, mimi kwa majina naitwa Muhonge. Muhonge ni sauti ya uchumbe huu katika eneo hili, na Mungu wa amani ambariki. Asante sana watu wa Nambaja, asante.